Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Amani ya Bwana iwe nawe popote pale ulipo, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya. Langu jina ni Eloge Lulonga. Basi nakukaribisha kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na ikiwa ni mara kwanza tu ndo unatizama channel yetu au kusikiliza habari zote kupitia Fizi Empire kwenye mtandao wa YouTube, basi nakuomba kufanya kitu kimoja tu. Usisahau usubscribe, kulike, kushare na comment, na kama umeshafanya hivyo basi acha niseme asante sana kwako kuchagua Fizi Empire kama kituo chema cha matangazo. Nia yetu ni kuhakikisha wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television unapata habari za uhakika na zenye kuaminika, tena kwa muda mwafaka. Na basi katika taarifa zetu za leo asubuhi utapata kujua mambo mengi ambayo yanaendelea kupitika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko pande za Minembwe vile vile na Walikale. Basi nakuomba kufanya kitu kimoja tu, kuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Haya ni maelezo muhimu ya kina kuhusu hali ilivyo katika kituo cha Walikale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususiana na harakati za waasi wa M23. Waasi wa M23 wameonekana katika maeneo muhimu ya kimkakati ndani ya kituo cha Walikale. Maeneo haya ni pamoja uwanja wa ndege wa Kigoma, kambi ya kijeshi ya Nyalusukulabure, jukwaa la Kitengo, ofisi ya wilaya na hadi Kirima katika wilaya ya Kisima. Licha ya uwepo wao katika maeneo hayo ya kimkakati, haikuonekana wazi kuwepo kwa waasi wa M23 katika mji wa Walikale. Siku nzima waasi hao hawakuonekana mjini. Mkazi mmoja aliripoti baada ya kufanya doria hakukuwepo na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo au waasi wa M23. Maisha ya wakazi, baadhi ya wakazi ambao kukimbia mji walianza kutoka nje ya nyumba zao. Wengi wamepata hifadhi katika hospitali kuu ya marejeleo ya Walikale na katika kituo cha MSF Hollande. Madaktari wasio na mipaka, kiongozi wa M23, wamewahutubia wenyeji katika hospitali na kituo cha MSF akiwataka warudi nyumbani na kuendelea na shughuli zao. Lakini wakahazi bado wana wasiwasi. Wale waliojaribu kuondoka mjini walizuiwa na waasi. Kituo cha Walikale kimekuwa na upungufu wa watu tangu wiki iliyopita kutokana na mapigano. Wengi wamekimbilia maeneo yaliyo kwenye njia ya Kisangani. Timu za waganga wasiokuwa na mipaka MSF zimeondoka katika jiji la Walikale kufuatana na ukosefu wa hali ya usalama ulioambatana na kuwasili kwa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Kwa udhibiti wa jiji, vurugo mbaya zilibamba moto na kusababisha uharibifu mkubwa wa vyenzo na binadamu, huku MSF ikiwa ni muathirika. Kituo cha MSF kilinaswa kati ya mapigano na risasi zilizobeba miundo yetu na baadhi ya magari yetu. Timu yetu imefungwa hadi masharti ya usalama yawe na uhakika wa kutosha na kuendelea na shughuli. Mipuko miwili mikubwa ilitokea karibu na hospitali kuu ya jiji la Walikale, ambapo waganga walikuwa wakitibu zaidi ya wagonjwa 60, alisema Marco Doneda, naibu mkuu wa misheni ya MSF katika jiji la Walikale. Shirika hili linasisitiza rufaa yake kwa pande zote mbili kwenye mzozo na kuheshimu sheria ya kimataifa ya kibinadamu. MSF inatoa wito kwa wapiganaji kulinda misheni ya matibabu, miundo ya afya na wafanyakazi na pamoja na mashirika ya binadamu, anaongeza Marco Doneda. Hata hivyo, wasiwasi wa MSF uko katika kiwango cha uwezekano wa kufurika kwa marejea katika saa na siku chache zijazo. Barabara hazina watu, hata katika hospitali kuu ni wachache wanaodhubutu kuhama. Waasi, ingawa walikuwa wamechukua udhibiti kamili wa jiji, bado hawajapanga mkusanyiko wa umma, kinyume na kawaida yao katika maeneo yaliyotekwa. Wakati huu jeshi liliondoka kuelekea mihili mwa Kisangani na kuwaacha waasi wakiwa wamejiwekea kimikakati kwenye barabara nambari 3, mihimili muhimu inaunganisha majimbo 8 mashariki mwa nchi. Pamoja sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani, na tuelekee huko Minembwe. Mapigano makali yanayoendelea huko Minembwe katika jiji la Awela yanaleta hali ya wasiwasi mkubwa katika eneo hilo. Mapigano yamezuka katika kijiji cha Awela kilichopo katika sekta ya Lulenge ndani ya groupement ya Basi Munyaka, kusini mwa Fizi.
Mapigano yalianza Alhamisi asubuhi mida ya saa 2. Upande mmoja unahusisha wazalendo ambao wanaungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na upande mwingine ni muungano wa vikundi vya Twirwaneho na Red Tabara ambao wanashirikiana na waasi wa M23, RDF pamoja na AFC ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Hali ni tete na mapigano yanaendelea. Mapigano haya yamepelekea watu wengi kuhama makazi yao ili kutafuta usalama. Mashirika ya kiraia huko Minembwe yanasikitishwa na vifo vya raia. Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na migogoro kwa muda mrefu unaohusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Madai ya ushiriki wa nchi jirani kama Rwanda yanaongeza ugumu wa hali hiyo. Hali imepelekea jumuiya ya kimataifa kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kutafuta suluhu la amani. Hata hivyo, Moise Nyarugabo, seneta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na notable kutoka kule Minembwe, ametoa wito kwa makundi yenye kushika silaha kama vile Wabembe, Wafuliru na Wanyindo na kukomesha mashambulizi haya ambayo kwa miaka 8 hayajaleta chochote chanya kwa kila mmoja. Aliomba makundi haya na kusema, tunalazimika kuishi pamoja katika milima hii. Hakuna mtu atayewinda mtu yeyote. Wito wa Moise Nyarugabo, seneta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na notable uko Minembwe, ametoa wito muhimu sana kwa makundi yenye silaha ya Babembe, Bafuliru, Banyindo kukomesha mashambulizi. Amesisitiza kuwa mapigano haya hayajaleta chochote chanya kwa pande zote. Huo ulikuwa wito wa Moise Nyarugabo ambao aliuandika kupitia mtandao wake wa Twitter ambayo ni X kwa sasa. Ni wazi kuwa hali ni ngumu sana na ni muhimu kwa pande zote zinazohusika kuweka maslahi ya raia mbele na kufanya kazi kwa bidii kutekeleza Twirwaneho. Kwa maana gani? Kama kutakuwa mazungumzo katika kumbukumbu za serikali, watakapoangalia maeneo ambayo serikali imepoteza, hili ndilo ambalo darasa nilikuwa ninalitoa mara nyingi kwa wazalendo. Lakini sijui siasa za Fizi, Uvira na Mwenga, siasa zikabidhiwa Minembwe, pamoja na kwamba ni M23 ndio ilipiga Minembwe. Kwa maana Twirwaneho huwa haipigani na FARDC. Twirwaneho inajiita na wale wazalendo kama wazawaza, lakini wakapiga FARDC. Hii ina maana ya kwamba walikuwa tayari wanaandaa mazungumzo. Katika kuandaa mazungumzo, jambo la kwanza, FARDC ingetoa statistic ya maeneo ambayo ameyapoteza. Askari wake walikuwepo, position zake zilikuwepo, akapoteza hayo maeneo. Katika kutaja maeneo ambayo FARDC imeshapoteza, asingeacha kutaja Minembwe. Kwa maana Minembwe ni commune na ni eneo ambalo liko very strategic na ni eneo ambalo liko remarkable. Sasa baada ya FARDC kutaja, serikali ya Kongo kutaja imepoteza pia Minembwe, kwenye takwimu sasa za M23 wao wangesema Minembwe sisi M23 hatujafika bado, hatujakamata Minembwe bado, hatujafika huko sisi M23. Na wewe FARDC umesha nyang'anywa Minembwe. Umenyang'anywa Minembwe na nani? Takwimu zinakuja zitaonyesha FARDC, kwa hiyo kumbe amenyang'anywa Minembwe na kundi lingine linaloitwa nini? Twirwaneho. Kumbe Twirwaneho nayo inaanza kusimika serikali. Kumbe Twirwaneho nayo inanipiga mimi serikali. Kwa hiyo kama ni kuzungumza hivyo M23 ingeendelea kushawishi pia serikali iongee na Twirwaneho, kwa maana nalo ni kundi lingine linalowapiganisha serikali. Umeelewa mpaka hapo? Twirwaneho nao wangeitwa kwa ajili ya kuja kufanya mixage. Kwa hiyo M23 iitwe kama M23, alafu Twirwaneho nayo ingeitwa kama Twirwaneho. Kumbe ni M23 ile ndio ungekuta manake ni mixage ya kupita mfano. Sasa kama ingetokea kwamba Twirwaneho isihusishwe katika mazungumzo yake, wafanye mfano mixage, M23 wakaingizwa ndani ya serikali, tuseme sisi fire CCLF, M23 ikaingizwa ndani ya serikali, Twirwaneho kama imesaulika moja kwa moja, pia ile Twirwaneho ingebaki nayo pia
kama grupe arme nyingine inayopinga serikali, inayopigana na serikali. Kwa maana inafanyaje? Imeshapiga serikali ya Minembwe na kukamata Minembwe, imekamata vijiji vingine vya huko teritoria ya Mwenga na teritoria ya Fizi, ionekane kumbe ni kundi lingine. Manake Twirwaneho ingebaki pia ni movement nyingine, wameacha un projet deja movement nyingine ya jeshi inayopiga serikali. Baada ya mwaka mmoja hiyo Twirwaneho ndio ingeendelea nayo pia kuongezewa tena nguvu sana, inakuwa movement nyingine. They are very technical. Ndio maana kupigana ni vizuri, lakini kupigana na siasa iwe inaenda katika mapigano, ndiyo unayoweza kupigana kwa akili na kufaidi kupigana kwako. Wazalendo tunawapa hongera sana, na hasa katika mfumo waliochukua wa kupiga sone. Hakuna vita ambavyo utashinda kama upigi sone. Wazalendo watakapokuongeza sone za kutosha, vita vitakuwa vyepesi sana kwao. Na kwa kuwa wanapigia sone watu ambao wana vyeo ndani ya jeshi la Kongo, magenerals, wanapiga sone kwa watu ambao wana vyeo ndani ya wazalendo wenyewe, sone hizo zipigwe pia kwa watu ambao ni wanasiasa. Mwanasiasa yeyote ambaye anaonekana ni element dute, huyu lazima apigiwe sone. Katika siasa kuna vitu sisi wachungaji tutaomba: Mungu okoa nchi, Mungu samehe watu wako, Mungu takasa watu wako. Lakini askari bunduki haiko pale kwa ajili ya kuomba msamaha. Bunduki apewe askari kwa ajili ya kutoa sadaka. Bunduki ni kwa ajili ya kupigana, lakini ipigane katika haki, ipigane katika kweli. Yes, na sisi wachungaji bado tutaombea majeshi yetu. Huwa tunaombea majeshi yetu. Mungu bariki jeshi, Mungu uwezesha jeshi hili. Yes, kuombea jeshi itoke. Kuombea jeshi ni vizuri kama hilo jeshi unaloliombea linapigana vita katika halali. Kama jeshi unaloliombea linapigana vita katika kweli ya neno la Mungu, liombee hilo jeshi. Biblia inakataa. Sasa manake jeshi linapopigana na adui na Mungu akiwa amesema lipigane jeshi hilo na vita hivi nimewapeni, yes, it's okay. Sasa humu katika kupigana kuna adui wengine ambao hawatembei na risasi, kuna adui wengine hawatembei na bunduki, lakini naye pia ni adui. Hao ndio wanaopigiwa honi soni, pam 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 pam. Watretre hawa ni adui mwingine, lakini aliyejigeuza akavaa gamba la utretre na kufanana, lakini kumbe anakuja kujichima. Unampigia soni pam pam pam. Hivi ninaposema kuwapigia sone, hivi mnanielewa? Mtu mmoja mwenye alipata diploma na 60 kupandisha juu, anyambie ameelewaje nikisema watu wapigiwe sone pom 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 pom? Kama ulipata diploma na 60 kupanda juu, unaelewaje? Unaelewa nini hapo? Kwa hiyo uniandikie unachokielewa, nisikuongea maneno ambayo watu hawaelewi. Kwa hiyo hili jambo walipo katika vita. Tunawapa pole sana ndugu zetu waliopo Bukavu. Tunawapa pole sana. Tunajua mnapitia wakati mgumu sana. Wakati wa kukaa ndani, wakati wa kutukuongea, wakati wa kutukuemea. Poleni sana. Tunawapa pole ndugu zetu waliopo Goma. Poleni sana. Lakini pia tunawapongeza sana tena sana. Tunawapongeza sana tena sana ndugu zetu mlioko ndani ya Kongo, maeneo yaliyoko amani, ndugu zetu mlioko Marekani, Norway, Ulaya huko na kule, ambao mnajitahidi kwa vyovyote kusaidia watoto wenu wazalendo. Kwa wewe uliyenunua saki moja ya unga, Mungu akubariki sana. Kwa wewe uliyenunua kilo 10 za mchele, Mungu akubariki sana. Kwa wale nunua 10-20 za unga za maharage, Mungu akubariki sana. Na kwa wale ambaye bado unapanga kutoa, Mungu akubariki sana. Lakini pia
tuwape hongera na shukrani sana. Wako wengine wanasema sisi hatuwapi, sisi Mbaretu TV tunafanya kazi kubwa sana. Wengine wanasema sisi ni kanisa, hatutawapa askari. Sisi kanisa watu wanalala njaa. Sisi organization fulani, fondation fulani, tunawapa watu wa mama wale wajane, wale wakimbizi waliokimbia pale, wale watoto ambao wana viatu yebo tunawapa. Mungu awabariki sana. Mzee wa habari mbichi, ninafanya logistic, ninafanya utaratibu wa habari za wazalendo, kusaidia wazalendo. Wamepewa hichi na kile, hizo hatutazirusha mtandaoni kulingana na hilo jambo liko privacy sana, na wao wenyewe walituomba hilo. Lakini pia hata wanaotoa michango wengi hawahitaji mpaka amesaidia wazalendo hichi mpaka watu wote wajue duniani kote. Hilo la wazalendo litabaki confidential kama lilivyo, na pia liko jambo liko technical vita. Hawezi kumwambia mtu nimewapa unga, nimewapa maharage, nimewanunulia magoju, okay tumewanunulia wazalendo vitu fulani. Ile ni jeshi, vitu vya jeshi huwa viko official. Hatuna haja kuja kubrand hapa. Tunamwambia kila mtu tumewapa wanajeshi hivi, vitu vya kijeshi viko official. Wale wanaofanya vitu vya kitoto wabaki na kitoto chao, hao wabaki na utoto wao. Lakini sisi kwa maturity tulionayo hatuwezi kupublish misaada ya kijeshi tukaweka kwenye mavideo misaada ya kijeshi tukaonyesha. Uliona wapi majeshi misaada inaonyeshwa zarani? Labda kama serikali imenunua silaha mpya ikataka onyeshe wananchi, na sio silaha zote zinazoonyeshwa, kwa maana ni kitu cha usalama. Tuweze kufanya vitu vya kitoto. Sisi wasomi bwana, tushomili, tunasema waya shomili lakini hizi assistance sociale tunaweza tukapublish. Wamama wamepokezwa diapers, tutapublish. Wamama wamepokezwa cotton, wamama wenzao wamewapokeza wamama wenzao wa sehemu fulani ya nguo kwa ajili ya kujistiri, tutaonyesha. Watoto wamepewa mayebo, tutaonyesha video. Kuhusiana na hali ya Bukavu, mchungaji mtumishi wa Mungu ametuambia hapa kwamba Bukavu bado kuna hali ya wasiwasi ya usalama haupo kabisa. Lakini pia wanasemaje ndugu Desire ama ndugu Munyantore anasema masaa 24 ni hadi kesho au kesho yake juu leo, ikiwa masaa 24 hatujui siku waliotangaza hizo masaa 24. Masaa 24 maana yake mpaka siku ya kesho. Acha niseme asante sana kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, ambao ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Umewa ananitaka Eloge Lulonga, na kama basi ndio ilikuwa mara kwanza unatizama kusikiliza channel yetu kupitia mtandao wa YouTube, basi nakuomba kufanya kitu kimoja tu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uwe unapata habari zetu muda wote ule ambao tutakuwa naweka habari nyipya. Na acha basi nikutakie mchana mwema na tukutanane kwenye vipindi vya baadaye. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.